Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kujifunza fumbo la mizani. Tunaenda fumbo la mizani. Mizani kazi yake ni kumpa mteja haki yake kulingana na hela aliyoitoa dukani, akapimiwa bidhaa aliyokuwa anahitaji. Pia mzani unatumika mahakamani kwa ajili ya kutoa haki kwa kupima upande wa mshtakiwa na upande wa utetezi na kusikia nani mshtakiwa na upande wa watu waliomshtaki na upande wa watu wanaomtetea. Sasa neno la Mungu linatufundisha kwamba tukisoma Danieli sura ya 5 mstari wa 26 hadi wa 27 na tukasoma Yeremia sura ya 23 na mstari wa 23 hadi 28 inatuambia, kitabu cha Yeremia kinatuonya kwamba watu wanapofanya makosa au kinyume na mapenzi ya Mungu, neno la Mungu huwa linakuja kwa ajili ya kuwaonya. Kwa hiyo mzani kibiblia maana yake ni neno la Mungu ambalo huwa linakuja kupima mioyo. Inapimaje mioyo? Linapima kwamba kwa kiwango gani neno la Mungu limekaa ndani ya ufahamu wako na ile neno la Mungu jinsi gani unavyoliishi. Kwa hiyo ndio inaitwa imani. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia wewe unakuja kwa neno la Kristo, na ukishasikia neno la kuja kwa Kristo na yale ambayo umeyasikia neno ya Kristo yanaingia ndani ya ufahamu wako, na yale maneno unaanza kuyatendea kazi. Kwa hiyo mzani, kwa hiyo tunaona pia unaweza kusoma kitabu cha Danieli. Hiyo kuna mfalme Nebukadneza alitoa vyombo vitakatifu vya dhahabu na fedha Yerusalemu, wakataka kwenda kuvinywea kwenye nchi yao huko, kwenda kuvinywea pombe. Mkono ukaandika kwenye ukuta mene tekeli na peresi, maanake ufalme wako umepimwa, unaonekana umepungua, na utagawanywa na utapewa Wamedi na Wajemi. Neno la Mungu huwa linapima. Kwa hiyo na kama tulivyoona, kwa hiyo kila mtu atapimwa, atapewa haki yake. Kama Yesu ndio hakimu, ndio anatoa haki, ndio anatoa uzima wa milele